Kombora la masafa marefu lililorushwa kuelekea Israel na wanamgambo wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran lilitunguliwa na ulinzi wa anga wa Israel mapema Jumapili asubuhi. Hili lilitokea saa chache baada ya wanamgambo hao kudai walishambulia ndege ya kubeba ndege ya kivita ya Marekani katika Bahari Nyekundu. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kuwa kombora hilo liliharibiwa kabla ya kuingia ndani ya mipaka ya Israel. Tukio hilo liliibua hofu nchini ambapo king'ora cha tahadhari kilisikika katika maeneo mbalimbali ikiwemo miji karibu na Yerusalemu na baadhi ya makazi ya walowezi wa Kiyahudi katika ukingo wa Magharibi. Katika taharuki hiyo, mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 42 alijeruhiwa kwa kiwango cha wastani baada ya kuanguka ndani ya mtaro kando ya barabara kuu ya Route 1 kati ya Tel Aviv na Yerusalemu alipokuwa akikimbia kujificha. Alikimbizwa hospitalini jijini Tel Aviv akiwa na majeraha kwenye viungo vya mgongo wake, kwa mujibu wa huduma ya dharura ya Magen David Adom. Hili ni shambulio la 8 la wanamgambo wa Kihouthi dhidi ya Israel tangu Machi 18, siku ambayo Israel ilianza tena mashambulizi yake dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza. Makombora yote yaliyotumwa Israel yamefanikiwa kutunguliwa kabla ya kusababisha uharibifu mkubwa. Msemaji wa Houthi Yahya Saree alitangaza mapema Jumapili kuwa waasi hao walishambuliana na meli ya kivita ya Marekani USS Harry S. Truman mara 3 ndani ya saa 24 zilizopita wakitumia makombora, droni na vikosi vya majini. Kundi hilo limeapa kuendelea kuunga mkono wa Palestina hadi uvamizi dhidi ya Gaza utakapoisha. Baada ya kauli hiyo, mashambulizi ya anga ya Marekani yaliripotiwa katika maeneo yanayoshikiliwa na Houthi nchini Yemen. Televisheni ya Al Masirah inayoendeshwa na wanamgambo wa Houthi iliripoti kuwa mashambulizi 4 ya Marekani yalilenga mkoa wa Saada kaskazini magharibi mwa Yemen kabla ya saa 7 usiku. Baada ya nusu saa, mashambulizi mengine 3 yalifanyika katika wilaya ya Bani Matar magharibi mwa mji mkuu Sanaa. Hata hivyo, Marekani haijatoa taarifa yoyote rasmi kuhusu mashambulizi hayo na hakuna taarifa zilizotolewa kuhusu wahanga au kiwango cha uharibifu uliosababishwa. Mashambulizi haya yanafuatia operation kubwa ya anga iliyofanywa na Marekani kati ya Ijumaa na Jumamosi, ambapo angalau mtu mmoja ameripotiwa kuuawa baada ya jeshi la Marekani kushambulia kituo kikubwa cha kijeshi katika mji wa Sanaa. Uchunguzi wa shirika la habari la Associated Press umebaini kuwa mashambulizi haya ni sehemu ya mkakati mpya wa Marekani chini ya Rais Donald Trump, unaoonekana kuwa mkubwa zaidi kuliko ule wa mtangulizi wake Joe Biden. Marekani sasa inashambulia sio tu vituo vya kurushia makombora ya Houthi, bali pia viongozi wa ngazi ya juu ya wanamgambo hao pamoja na maeneo ndani ya miji. Kwa upande mwingine, kundi la wanamgambo wa Houthi lilianza mashambulizi yake dhidi ya Israel na meli za kibiashara katika Bahari Nyekundu mnamo Novemba 2023, mwezi mmoja baada ya Hamas kuvamia Israel mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Katika shambulio hilo, Hamas iliwaua takribani watu 1200 na kuwateka nyara wengine 251, jambo lililosababisha vita vya Gaza hadi leo hii. Mashambulizi ya Houthi yalipungua baada ya makubaliano ya kusitisha mapigano na kubadilishana mateka mnamo Januari 2025. Hata hivyo, Israel ilikataa kusaini awamu ya pili ya makubaliano hayo na mnamo Machi 18 ilianza tena mashambulizi yake Gaza, hali iliyochochea kurejea kwa mashambulizi ya Houthi. Kabla ya kusitisha mashambulizi yao, Houthi walishambulia zaidi ya meli 100 za kibiashara, wakizamisha meli 2 na kuua mabaharia 4. Wakati huo huo, mashambulizi yao ya makombora na droni dhidi ya Israel yamesababisha kifo cha mtu mmoja na majeraha kwa wengine kadhaa, hasa katika shambulio la droni lililotokea Tel Aviv mnamo mwezi Julai. Mashambulizi haya ya Houthi dhidi ya meli yameongeza maarufu wa kundi hilo, huku wakikabiliwa na matatizo ya kiuchumi, ukandamizaji wa wapinzani wa ndani na masharti magumu dhidi ya wafanyakazi wa misaada ya kibinadamu. Wanamgambo wa Houthi sasa wameanza kutishia Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, washirika wa Marekani katika eneo hilo, wakidai kuwa wao pia wanaweza kuwa walengwa wa mashambulizi iwapo wataendelea kushirikiana na Marekani. Hata hivyo, mataifa hayo yamejitenga na kampeni mpya ya Marekani ya mashambulizi ya anga.
Operesheni hii mpya ya Marekani imezua utata mkubwa katika siasa za ndani za Marekani baada ya mwandishi wa habari kuripoti kuwa maafisa waandamizi wa ikulu ya White House walitumia programu ya kawaida ya mawasiliano kujadili shambulio la Machi 15 saa 2 kabla halijatekelezwa. Taarifa hiyo ilitoka baada ya mwandishi huyo kuongezwa kimakosa kwenye kundi la mazungumzo ya timu ya usalama wa taifa ya Trump. Mashambulizi haya yanazidi kuongeza mvutano kati ya Marekani na Iran na washirika wao katika Mashariki ya Kati, huku hali ikizidi kuwa mbaya kati ya Israel na wapinzani wake wa Kihouthi na Hamas. Mtazamaji wa Zone Media, hii ni taarifa ambayo inawahusu wanamgambo wa Houthi ambao wako pale Yemen, ambapo taarifa hii inaelezea kwamba Wahouthi waliweza kurusha kombora kwenda Israel, lakini jeshi la ulinzi la Israel IDF, kwa mujibu wa taarifa yao ambayo wameweza kuitoa mapema kabisa Jumapili ya leo hii asubuhi, wamesema kwamba wamefanikiwa kuweza kudungua kombora hilo kabla hata halijaweza kufika katika ardhi ya Israel. Lakini baadaye Wahouthi nao kupitia msemaji wao Yahya Saree walikuja kutoa taarifa kwamba walikuwa wamelenga zaidi kushambulia ndege ya Marekani ambayo inatumika kwa ajili ya kubeba ndege yenye zake ya kivita, na baada ya kuikosa basi mwisho wa siku kaonekana kwamba kombora hilo liliweza kusafiri hadi katika ukanda wa ardhi ya Israel. Ndipo mifumo ya ulinzi wa anga ya kudukua silaha ya Israel kama vile Iron Dome na mengine, basi waliweza kudukua kombora hilo kuweza kuliwahi kabla hajaweza kufia katika makazi ya watu na kuweza kuleta madhara makubwa. Na nikwambie tu mtazamaji wa Zone Media, huu mzozo ambao kwa sasa hivi unazidi kuzama ndani kabisa na mashambulizi ya Houthi yamezidi kuwa makali kwenda kwa Israel na meli za Kimarekani, ni kwamba sasa hivi kila mtu anakuwa makini kwa ajili ya ardhi yake. Yani kila mtu anakuwa makini kwa ajili ya anga lake. Yani yeyote yule ambaye anazubaa basi anaweza akapigwa vibaya mno. Kwa hiyo kila taifa linajaribu kuweza kuchukua tahadhari kubwa zaidi kwa ajili ya kuweza kuzuia mashambulizi mbalimbali. Kumbuka pia hata Wahouthi pia nao wanazidi kuweza kujipanga zaidi kwa ajili ya kuweza kukabiliana na mashambulizi ya Kimarekani ambayo huenda Marekani ikajibu mashambulizi zaidi kwenda kwa Wahouthi. Kama ulivyoweza kusikia hapo kwamba msemaji wa wanamgambo wa Houthi ambaye ni Yahya Saree amezungumza kwamba katika saa 24 wameweza kushambuliana na jeshi la Marekani kwa kutumia meli yao ya USS Truman, ambapo inaonekana wazi kabisa kwamba watu hawa usiku na mchana hawalali, muda wote wanazidi kupambana ili kuweza kuhakikisha kwamba mambo yanakaa sawa katika ukanda ule. Na Wahouthi wao wamekuwa na mwendelezo wa kuweza kufanya mashambulizi, lakini pia hata Marekani kwa kuwa anamsaidia Israel, basi naye anazidi kuweza kufanya mashambulizi, kwa sababu Rais Trump ameapa kwamba kundi hili atalipiga mpaka kulimaliza kabisa, na yeye mwenyewe ameomba kwamba Israel imwachie isifanye shambulizi lolote, ikihofia labda huenda mashambulizi ambayo yanaweza yakafanya yakasababisha maafa makubwa zaidi katika nyakati zijazo. Kwa hiyo kila siku tunazidi kuona vitu vipya vinatokea katika Mashariki ya Kati, na bado mataifa makubwa yanazidi kutolea macho mzozo huu ambao kwa sasa unazidi kuonekana kwamba unazidi kuwa mkubwa. Hivyo kwa taarifa zijazo, basi mtazamaji, ni kusihi usiache kutufuatilia Zone Media kwa kusubscribe channel yetu, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare. Na jina langu ni Victor Moshi. Nikushukuru, asante kwa kuichagua Zone Media.